Naitwa Nasr Shaban Amer, mkurugenzi mwendeshaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF. Kama unavyofahamu, mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar sasa hivi unatekeleza mradi mkubwa kabisa wa usafiri wa umma hapa Zanzibar. Tumeanza kujenga vituo, lakini tutaendelea kujenga vituo mbalimbali ndani na nje ya mji. Huu mradi kwanza utaanza katika mkoa wa Mjini Magharibi. Tutajenga kituo Jumbi, tutajenga kituo Fumba, tutajenga kituo Buyu, tutajenga kituo Koani, tutajenga kituo Chuini ambacho tayari sasa hivi kipo, lakini ndani ya mji tumejenga kituo Kijangwani, tutajenga kituo pale hospitali ya Mnazi Mmoja, lakini tuna kituo ambacho kipo Malindi sasa kinamalizika. Vituo vyote vimejengwa kwa ajili ya kuja kutoa huduma kwa mabasi haya ya kisasa, mabasi yetu ya umeme. Mabasi haya yatakwenda ruti zote kwa mujibu wa miundombinu itakavyomalizika. Sasa hivi tutaanza na ruti ya Buyu pamoja na uwanja wa ndege, kwa sababu tayari miundombinu ya hii barabara imeshakamilika na tumeanzia na mabasi 10, lakini kila ruti zikimalizika, barabara zikimalizika, miundombinu ikimalizika, basi atakuwa yanaongezeka kadri ya miundombinu itakavyomalizika. Kwa hiyo kwa sasa hivi leo hivi tutashusha mabasi 10, mabasi ya kisasa kabisa, ni mabasi ya umeme. Lengo letu kwanza, leo tukishusha, tutaanza harakati zote za usajili kama sheria za nchi zilivyo. Tutatrain madereva, halafu then baadaye tutaanza operation. Tunatarajia aidha iwe mwisho wa mwezi wa pili au mwanzo wa mwezi wa tatu, lakini hatutaki kufika hata mwanzo wa mwezi wa tatu. Nia yetu ndani ya kipindi cha Ramadhani basi usafiri huo uwe tayari umeshaanza kazi, lakini tukishusha leo kutakuwa kuna hizi harakati hizi za kufuata sheria za nchi za usajili, za kupima baadhi ya vifaa ambavyo vimo ndani ya mabasi, lakini aidha mwisho wa mwezi wa Februari au mwanzo wa mwezi wa Machi usafiri utaanza rasmi. Lengo letu ni kuleta mabasi 100 na kuendelea, kwa sababu ruti ziko nyingi kama tulivyotaja. Kuna ruti ya Buyu, kuna ruti ya uwanja wa ndege, kuna ruti ya Fumba, kuna ruti ya airport kwenda Chuini, kuna ruti ya Jumbi barabara ya Magomeni, kuna ruti ya Koani ambayo ni barabara ya Amani, lakini kuna ruti ya Chuoni. Kwa hiyo lengo letu ni kuleta mabasi 100 na kuendelea, lakini utaratibu wa mabasi, tulete mabasi mangapi? Mamlaka ya mawasiliano ya usimamizi ni barabarani watatuambia njia hii leteni mabasi mangapi, njia hii leteni mabasi mangapi, kwa mujibu wa abiria wenyewe ambao wapo, lakini wao ndio watatuongoza leteni mabasi mangapi kwa kila. Kama nilivyosema awali, vituo vyote hivi tunavyojenga sasa hivi, mfuko wa hifadhi ya jamii, hivi ni vituo ambavyo vitatumia mabasi haya. Cha Mnazi Mmoja ambao ujenzi wake utaanza hivi karibuni, cha Malindi ujenzi wake sasa hivi utamalizika, cha Kijangwani na vingine ni vya mji. Hivi vituo hivi vyote vitatumia mabasi haya, lakini kuna vituo vya kisasa vya barabarani ambavyo viko nje ya nchi tunavitengeneza. Tunategemea mwisho wa mwezi huu wa pili au wa tatu hivyo vituo navyo vya barabarani vitakuja, ambavyo hivyo ni basi stop. Abiria wao ndio wataka special kusubiria kusoma mwisho mabasi. Ndio tunavyotaka na ndio lengo la serikali. Kama tunajua kuna barabara kutoka Makunduchi, kutoka Tunguu kwenda Makunduchi inajengwa njia 4, na barabara kutoka Chuini kwenda Nungwi nayo vile vile inajengwa njia 4. Kwa hiyo kadri miundombinu itakavyokuwa tayari utaomba ruhusa kupitia serikalini. Wakituruhusu basi mradi nao utaenea nje ya mikoa mingine, lakini kwa kuanzia tutaanza na mkoa wa Mjini Magharibi. Asante sana. Lakini kwa kumalizia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi. Wakati alipotoa wazo la huu mradi watu wanaona kama maskhara, lakini sasa hivi kusema la kweli yale maskhara ndio imekuwa kweli. Kwa hiyo mimi nampongeza sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa maono yake makubwa na kwa kuturuhusu sisi ZSSF kuweza kutekeleza mradi huo.